Bana, kuja kwa Dimitar Pantev ambaye Simba akamtambulisha kama meneja mkuu wa klabu hiyo, lakini pia kuondoka kwake, kwangu mimi pia vyote naona Simba walifanya maamuzi ya kukurupuka kumsajili huyu Dimitar Pantev. Wakati anakuja walimleta kwa kukurupuka sana, nikiwa na maana kwamba nakumbuka Simba kukutana na Dimitar Pantev ilikuwa ni kwenye mechi dhidi ya Gaborone United akiwa kocha kikosi cha Gaborone United. Pale ndipo ambapo katika mechi mbili walizocheza na Gaborone wakamuona huyu kocha na wakaona kwamba ni kocha ambao anawafaa. Lakini Simba walitumia muda gani kuweza kumchunguza ni kocha namna gani? Je, ni kocha ambaye anaendana na falsafa zao ama ni wao wenyewe tu waliona kwamba ni kocha ambaye anawafaa? Jumla wakambeba twende kazi. Yani hapa kama viongozi pia wa Simba walikurupuka, yani wakafanya kama kulokota. Ndio maana tunakuja kuona kwamba Dimitar Pantev ukimwangalia kwenye kikosi chake cha Simba amekuwa bado akibahatisha, bado alikuwa haelewi kwamba falsafa ya Simba ni ipi. Lakini pia aina gani wachezaji ambao wanapaswa kuwatumia ndani ya kikosi. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wa Dimitar Pantev. Viongozi pia wamefanya maamuzi ya kuachana naye, nayo pia ni maamuzi ambayo ya kukurupuka, maamuzi ambayo pia vile ni haraka, japokuwa kuna wakati unaona kwamba kuna changamoto inatokea mahali unastahili kufanya maamuzi ambayo ni magumu. Lakini ukianza kufuatilia mchakato mzima wa staili ambayo Simba wamemchukua Dimitar Pantev mpaka mechi zenyewe ambazo wamezicheza mpaka hivi sasa, mpaka wanafanya maamuzi ya kuachana naye, unakuja kuona kwamba tatizo kubwa liko ndani ya uongozi wa klabu ya Simba. Tumeona pia mkutano mkuu umefanyika kwa siku ya juzi, paka unamalizika, bado pia hatima kwa upande wa wanachama ndani ya klabu hiyo hawaelewi kitu gani ambacho kinaendelea. Ukiangalia Simba haina matokeo mazuri, hususan kwenye michuano ya kimataifa, michuano ambayo mara nyingi wamekuwa wakifanya vizuri. Kwenye ligi wamekosa ubingwa misimu 4 mfululizo. Huu unakwenda msimu wa 5, pengine msimu huu wanaweza wakafanikiwa ama wasifanikiwe pia vile. Yote hii inawezekana kutokana na eneo zima la uongozi wa klabu ya Simba. Nadhani kwamba kuna shida zaidi ndani ya klabu ya Simba, na sioni kwamba tatizo lilikuwa ni Dimitar Pantev ndani ya Simba. Kuna makosa ambayo yapo zaidi ya Dimitar Pantev ambaye ni meneja, aliyekuwa meneja wa klabu ya Simba ambaye amefanya maamuzi ya kumuondoa. Ukianza kuifuatilia Simba ina changamoto nyingi sana, hususan kwenye eneo la uongozi. Namna gani ambapo uongozi uko na mawazo mapya, namna gani ambapo uongozi unajiandaa nje ya uwanja kabla ya kwenda kwenye mechi vizuri, lakini pia namna gani viongozi wanasajili aina wachezaji ndani ya kikosi cha Simba. Hapo utakuja kuona kwamba kuna mahala uongozi wa klabu ya Simba unapoa pakubwa mno. Kuna baadhi ya viongozi ndani ya klabu ya Simba inabidi wanapaswa kukaa pembeni ili Simba iweze kusonga mbele. Nje na hapo, kila siku Simba watakuwa wanaendelea kulia hivi, watakuwa wanaendelea kusota hivi. Young Africans mpaka hivi sasa wanafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kufanikiwa kwao kote hii ni kutokana na eneo zima la uongozi. Uongozi ndo pati ya kwanza ya Young Africans, ambapo mbeba maono ni Engineer Said ambaye amekuwa bora ndani ya kikosi cha Young Africans. Huyu ndiye ambaye amekuwa roho ya Young Africans. Huyu ndiye ambaye kila kitu ndani ya kikosi cha Young Africans. Ndio maana wanakuambia kwamba kuna mahali inafika mashabiki wa Young Africans wanakuambia kwamba ataondoka mchezaji, lakini akibaki Engineer Said basi wanaamini kwamba kila kitu kwa kinakwenda vizuri. Maana kwamba ili kuiwa Yanga ni kumbeba Engineer Said. Ifika mahali mashabiki wa Young Africans wanazungumza namna hiyo. Hawazungumzi kwa bahati mbaya, bali unaona kabisa namna ambavyo kiongozi anapambana, namna ambavyo yuko na wachezaji, namna ambavyo anasajili wachezaji, namna ambavyo wanafanya mipango yake. Yani unasema ni kijana ambaye anaenda na usasa ambao unahitajika. Sasa ukienda kwa upande wa klabu ya Simba ambao ndio nawazungumzia hapa, utakuja kuona kwamba viongozi wamekaa ndani ya kikosi cha Simba pale, wengi ni wa muda mrefu, wanabadilishana tu nafasi. Kina Murtaza Mangungu au kina Try Again, kina Kratos Magori ambaye ndio CEO wa bodi ya wakurugenzi kwa hivi sasa. Huyu amekuwa ndani ya klabu ya Simba kwa muda mrefu. Sasa kuna jambo gani jipya ambalo wanaweza wakaliongeza hapa kwenye kikosi cha Simba? Unakuja ukitazama unaona kwamba ni huoni
hakuna jambo jipya ambalo wanaweza wakaipa Simba katika hali ya usasa. Ndio walifanya vizuri miaka ya nyuma, soka linabadilika, soka lina wakati wake, lakini bado kuna watu wanaona kwamba hawa ambao wapo wanastahili kuendelea kuiongoza Simba. Hakuna vijana wapi ambao wanaweza wakaiongoza Simba. Hakuna vijana wapi ambao wana mapenzi ya dhati na Simba na hatimaye wakaiendesha Simba kiusasa zaidi. Mpaka hawa wazee ambao wa muda mrefu wanaoendelea kuongoza Simba ndio ambao wanaendelea kuhakikisha kwamba kupambana na Simba katika nyakati, kitu ambacho wanashindwa kuendana na usasa, wanashindwa kuendana na kasi ya vijana ambao wako mfano ndani ya kikosi ya Young Africans kama Engineer Saidi. Kwa kuna tatizo mahala. Simba walikurupuka kumchukua Dimitri Pantev, huo ndio ukweli. Yani walifanya kama kulokota, walikutana naye tu njiani wakambeba. Hawakuweza kumchunguza ni kocha aina gani, hawakuweza kwamba kujua ni kocha ambaye anaenda na falsafa ya Simba. Je, ni kocha ambaye mwenye vigezo kweli na CV kubwa za kuifundisha Simba? Ili nalo lilikuwa ni tatizo. Lakini pia hata kwenye kumfukuza, je, hizi mechi ambazo kocha amecheza mechi chache, je, ilikuwa ni wakati sahihi wa kumfukuza kocha? Je, tatizo tu ni kocha pekee? Kwa ni vitu ambavyo pia kwa upande wa eneo la uongozi wa klabu ya Simba kiukweli wanapuyanga vibaya mno. Simba wanapaswa kujitafakari. Yani ili Simba irejee kwenye ubora wake, inapaswa kujitafakari. Wanapaswa kujitafakari katika eneo la uongozi. Mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika hatua makundi ambazo wamezipoteza kwa Simba ambao ninaijua mimi, zile zote pointi 6. Hawa Petro, ukiangalia Stade Malien, zote zilikuwa ni pointi za kubeba. Kwa maana kwamba Simba walikuwa ungekuta na pointi 6 kwa hivi sasa. Wamecheza vizuri, washindwa kutumia nafasi vizuri, ndio. Sasa hii haiji kwa bahati mbaya. Hii inakuja katika eneo zima la umoja, uongozi. Je, wachezaji wako kwenye utulivu? Unakuja kuona kwamba bado kuna changamoto ambayo inaosibu na inaonekana ni nje pia ya uwanja. Yani eneo la uongozi wamesimama vipi pati yao, namna ya kuweza kuwahamasisha wachezaji, namna wachezaji waweze kujisi kwamba kweli wako kwenye klabu kubwa, namna ya kuendesha mipango ndani ya Simba. Hili ni tatizo kubwa ambalo linaifelisha Simba, na siposhtuka hii itawatesa vikubwa mno. Tumeona wanachama juzi kwenye mkutano mkuu anacharuka na Murtaza Mangungu anamaliza mkutano kiuni, hawasikilizi. Maana kwamba Simba kiukweli wako kwenye changamoto kubwa haswa. Pengine tusubiri kuona, labda wanaweza wakaja na comeback nzuri, wakafanya usajili wa kocha mzuri akaja kuwabadilisha pia kwa siku za karibuni. Kwa maana kwamba kama wakipuyanga tena kwenye kusajili kocha ambaye hata anashindwa kuendana nao, na wao wenyewe pia wakishindwa kusimama vizuri nje ya uwanja, pengine msimu unaweza ukawa ni msimu wa Simba wa aibu kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakaishia kwenye hatua makundi, na mwisho wa siku wakija kukosa ligi kuu Tanzania bara, sijui watatamba na nini. Manake tumeona namna ambavyo wamekuwa kikosa ubingwa, basi wanakuwa wakijisifia nje zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Bwana, mimi niseme kwamba kikubwa wanachama wa klabu ya Simba ni wakati sahihi wa kuendelea kuipambania timu yao, kufanya mageuzi pale juu. Lakini pia upande wa bodi ya wakurugenzi Mo Dewji, vijana wapo wengi sana. Kuna vijana ambao wadogo wanafanya kazi kwa ufanisi, wanahitaji mambo ya usasa zaidi. Naamini kabisa atafute viongozi ambao wanaweza kuiongoza Simba vizuri kwenye eneo la bodi ya wakurugenzi, kuliko wale wazee ambao tayari wameshakaa kwa muda mrefu, uwezo wao umeshafika mwisho, hawana maono mapya kuweza kuipa Simba mafanikio. Kwa maana kwamba ni wakati sasa wa Mo Dewji kuweza kuona kwamba anatoa pesa nyingi kwa upande wa bodi, anapaswa kuwa na watu ambao wanaendana na kasi ya usasa. Manake yeye yuko busy na shughuli zake. Wanaomwangusha ni kina nani? Wanaomwangusha ni hao ambao wanaweka. Kwa maana kwamba anapaswa kuweka vijana ambao walioko na kasi ya usasa, vijana ambao wanaweza wakafanya active ndani ya kikosi cha Simba. Kwa upande wa club, wanachama ndio ambao wanapaswa kusimama ili eneo la Murtaza Mangungu naye pia anafeli vikubwa mno. Piga chini, weka vijana, watu wenye kuitakia Simba heri, watu ambao wanaweza wakafanya kazi kwa ufanisi ndani ya kikosi cha Simba. Maana kwamba Simba inahitaji usasa ili iweze kufanya vizuri. Ni hayo tu. Dimitri Pantev, niseme kwamba kwake amefanya pale ambavyo napaswa kufanya, lakini kwangu mimi pia hakuwa kocha ambaye anaendana na
hadhi ya klabu ambayo iko nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika? Kwangu mimi ilikuwa ni no. Mimi ni Eric Kema, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea kuifuatilia Gift Online TV. Hakikisha una subscribe channel yetu. Bye bye.